tunapokwenda katika uchaguzi huu, mambo muhimu ambayo mimi binafsi nadhani ni muhimu yakaangaliwa. La kwanza ni jinsi gani viongozi wa imani watashirikishwa, watahusika kutoa direction ya nchi. Ni viongozi wa imani, viongozi wa dini, kuanzia hawa ambao wako katika nyadhifa za mikoa na taifa, lakini kikubwa hawa walio chini katika misikiti ambao wanazungumza na hawa watu kila siku. Watu wanaokwenda katika misikiti ya Ijumaa, wanaokwenda katika vikundi vya imani, wanaokwenda katika mialiko mbalimbali, watashiriki vipi? Watahamasishwa vipi kushiriki moja kwa moja katika zoezi la uchaguzi katika nchi hii? Mataifa yote wanaangalia, je, mwaka huu 2025 Watanzania wangapi kati ya Watanzania zaidi ya milioni 60 wako tayari kwenda kupiga kura? Dunia inaangalia hapa Mwanza, kanda ya Ziwa, ambako kuna watu wengi zaidi. Ni watu wangapi wataamka hiyo tarehe 29 asubuhi kwa hiari zao, kuwe na mvua, kuwe na jua, wataenda kupiga kura? Watajipanga katika zile foleni ndefu kabisa ambazo ni mpaka mwenzako apige aliye mbele yako ndio wewe. Ni lazima viongozi wa imani, viongozi wa dini, mioyo yao ihusike moja kwa moja kuomba umma wa Tanzania kupitia watu ambao wanaongoza washiriki hili zoezi. Ni zoezi takatifu, na hapa nazungumzia tu watu kutoka kwenda kupiga kura. Waende. Inaliheshimisha taifa kama taifa, lakini inaheshimisha heshima ambayo tunayo kwa katiba ya nchi, kwa sababu kiongozi wa nchi ni lazima tumchague, na namna pekee tunaweza kumchagua ni lazima tutoke, tuende kwenye vituo, tupige kura. Afrika aliongoza katika nchi ya Liberia, mwanamama. Aliongoza hivi karibuni pia katika nchi ya Malawi, Banda, mwanamama. Sasa hivi yuko katika nchi ya Namibia, anaongoza mwanamama. Lakini taifa ambalo kwa asilimia ya maendeleo, Mama Samia, kwa neema ya Mungu, kwa ubunifu wake, na kwa kweli kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio imeshika hatamu ya kuongoza nchi yetu, amejaliwa sana kusimama imara kuliko watu wengi waliokuwa wana mashaka. Na moja, mimi nitakapozungumza baadaye na Wakristo, nitawaomba wamfanyie dua, wamwombee. Ukimwombea rais wako, unaiombea nchi yako. Na bila sala na maombezi, na Waislamu wanasema dua, nchi haiwezi kusimama imara. Tunaomba watu waendelee kama nilivyosema, kutoka katika hizi wiki 3 zilizobaki kushiriki katika mjadala wa taifa. Taifa linajadili juu ya tulikotoka, linajadili juu ya tunakoenda. Na tunakoenda ndio yale ambayo ni nini wanapima yatafanyika. Na mama akifika hapa Mwanza, wana Mwanza, Waislamu wa Mwanza watoke wakamsikilize. Wengine wakija, kama nimwambia Bwana Asi, watoke wasikilize. Sisi wa Kristo tuliambiwa zipimeni kila roho, na zipima. Lakini watoke watu wakamsikilize mama katika mkutano wetu wa mwisho ambao tunasema Mwanza inapewa heshima ya kuwa kama Dar es Salaam, kwa maana mji mkubwa wa maeneo ya maziwa makuu, mji mkubwa kwa maeneo ya kanda ya Ziwa, na mji ambao sasa unaweza kaimarishwa kama kitivo cha biashara na maendeleo ya ukanda huu. Na kwa kutoka watu wa Mwanza kufunga ule mkutano, maelfu na maelfu ya watu wa Mwanza wasipolala nyumbani, kwanza Waislamu wote wakitoka, Kirumba ile imejaa. Na mashehe na fimu nakubaliana na mimi, mkiwatoa tu wale watu mnaswali nao, wakaenda tu kumsikiliza mama, kwa sababu kusikiliza ni kusikiliza. Mkiwatoa wakaenda kusikiliza, Kirumba inajaa, kabla hawa Katoliki, kabla hawa wengine, kabla hawa wengine. Ninachotaka kusema, nchi hii kama hatutaipenda, tumpe nani fursa ya kuipenda? Uchaguzi huu tukushukuru kuamua kuja kuzungumza na sisi kwa nia njema.
Labda niwakumbushe, lakini hasa nikwambie wewe. Hivi mnakumbuka tumefanya dua mara ngapi kwa ajili ya kuiombea nchi na kumwombea rais? Mara ngapi? Haina hesabu. Na sisi Mwanza naweza kusema ndio mkoa pekee umefanya hivyo kwa mara zaidi ya 10. Sisi Mheshimiwa Mufti kule ana kauli mbiu yake nyingine ambayo isemwi sana. Ana kauli mbiu yake anasema tupa ogota. Yaani yeye akisema anataka mkafanyie kazi. Basi ni Mwanza ambao Mufti wake akisema sisi siku ya pili tumefanya. Msoleni Mtume. Kwa nataka nikutoe mashaka. Mufti aliposhaelekeza kwamba watu wajitokeze wakapige kura, Waislamu wa Mwanza hakuna atakayebaki ndani. Tumeshafanya sisi juzi hapa tulikuwa na maulidi ya kubwa ya mkoa. Tumejichangisha mpaka tumenunua ngamia sha. Ikatengenezwa. Watu wakala sadaka ngamia juzi hapa. Hadhara kubwa na mkuu wa mkoa alikuwa mgeni rasmi. Huyo mimi hapa sitaki kusema tena maneno mapya, ni ushuhuda tu, natoa ushuhuda. Tumeshafanya makubwa na tumefanya dua. Sisi Mwanza baada ya Eid al-Adha, yani ile Eid kubwa, tulifunga siku 4. Tena yeye mwambie mama, tunafanya makubwa sisi kama unaweza kumfikia. Najua unafika. Mwanza tushafunga siku 4 kwa ajili ya mama. Sijui kama uko mkoa mwingine, sijui. Inawezekana upo, lakini sijui. Kufunga kabisa, tumefunga. Na labda nikupe taarifa, tarehe 23 vituo vyetu, markazi zetu, maeneo yetu tunalia watoto matalibul ilm watafunga mpaka tarehe 30, yani mpaka siku utapotangazwa uchaguzi, matokeo. Ni maelekezo. Tumetoa maelekezo haya. Watu watafunga. Hakuna kitu kigumu kama kukubali njaa. Watu watafunga kwa ajili ya nchi. Mheshimiwa Nyarando rafiki yangu, na tuliwahi kuwa na maulidi kubwa hapa aliyesema Sheikh Kabeke. Katika maulidi ile tulipata faida kubwa sana. Katika maulidi ile pia kulikuwa na somo la kwa nini kura iwepo. Mada muhimu kabisa, ilielezwa vizuri sana. Hatuna haja ya kuirudia leo. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa elimu ambayo Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza umekuwa ukiutoa kwa waumini wake katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo baraza lina mchango mkubwa kabisa katika kuimarisha lakini pia kuhabarisha kuhusu amani na utulivu katika mkoa wetu, na mkoa wetu ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na bahati nzuri mkoa wetu, Sheikh Kabeke anapenda kutumia neno kwamba ni kibla ya kanda ya Ziwa. Kwa hiyo kanda ya Ziwa hii ina watu zaidi ya milioni 10 na kitu. Mwanza peke yake milioni 3.6. Kwa hiyo kanda hii ikiimarika, ikaimarisha amani ya nchi, maana yake mchango wake ni mkubwa sana kwa nchi, kwa sababu kanda hii ni kubwa sana. Lakini pili, haya yanayozungumzwa nia yake kubwa tu ni kukumbushana kwamba Waswahili wanasema tusipoziba ufa tutajenga nini? Ukuta. Kwa hiyo haya yanalenga kutukumbusha sisi viongozi, waumini kwamba jamani, tuendelee kuvumiliana, tuendelee kushikamana. Nchi hii yetu sisi sote, watu wa imani zote, lakini watu wa makabila yote. Kwa hiyo ni lazima tuvumiliane tu ili maisha yawe mazuri na yawe bora. Kwa hiyo na rais wetu hivi karibuni ana msemo mzuri anaosema kipindi kama hiki kuna watu huwa wanaamua kuwachokoza watu wengine. Kwa mfano makundi mbalimbali, awe mvuvi anamchokoza huyu. Sasa yeye huwa anawaambia watu kwamba kila kundi lisichokozeke. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.